Hello wapendwa, karibuni ndani ya kipindi cha Dira ya Maendeleo cha DStv. Ni muda tena ulio mzuri, tunamshukuru Mwenyezi Mungu ametujalia afya na uzima. Tupo hapa kwa ajili ya kujifunza mambo mbalimbali yanayohusu maisha yetu ya kijamii. Kwa hiyo ndani ya Dira ya Maendeleo leo niko na mgeni. Sitapenda sana kumzungumzia, ila taaluma yake ni daktari wa mifugo. Kwa hiyo niwaalike ili tuweze kujifunza mambo mengi, hususani swala zima la kiufugaji. Mgeni, karibu katika Dira ya Maendeleo. Asante sana ndugu mtangazaji. Nashukuru sana. Okay, ni jambo la kupendeza. Nadhani kila mtu anatamani sasa kufahamu kwamba wewe ni nani na umebobea katika ishu gani. Karibu. Kwa majina ninaitwa Kazimoto Tungu Saraja, ni daktari, nimesomea fani yangu ambayo inaitwa Animal Health and Production, na hiyo ndo nimebobea na ambayo na ifanya kwa takribani ni mwaka sasa, kuleta afya kwa ajili ya wanyama. Okay, basi nadhani hiyo imeeleweka na imekaa vizuri. Nadhani tunayo mengi ya kuzungumza kuhusiana na swala zima la ufugaji. Ni kweli. Leo ungependa kutuambia nini katika swala zima la ufugaji? Katika kipindi chetu hiki au kwenye kipindi hiki tutakuwa na mada ambayo tutaizungumzia, kwa sababu katika mada hii ambayo kwenye kipindi cha Dira hiki tutakuwa na mada ambayo inazungumzia kuhusiana na ufugaji. Hasa kwenye kipindi hiki tutadili zaidi kwenye ufugaji wa kuku wa wenye tija ambao unaendana na soko la biashara katika karne hii ya 21. Okay, sawa. Nadhani hiyo imekaa vizuri. Kwa maana hii unapozungumzia swala la ufugaji wa kuku wenye tija, mpaka hapo nimejikuta katika swali ninajiuliza, kumbe kuna ufugaji mwingine ambao hauna tija. Ni kweli ndugu mtangazaji. Ni unaweza ukamtofautisha vipi mfugaji anayefuga kwa tija na asiyefuga kwa tija? Tunapokuja kwenye upande wa ufugaji wa kuku, tutaanza kutambua kwanza kuku ni nini. Kwamba mtu anayefuga kuku anafuga nini, na mtu anayefuga ufugaji mwingine anafuga kitu gani. Tunaposema kuku au kwa kilugha tunasema chicken, tunazungumzia kwamba ni kwanza chicken au kuku kwa Kiswahili tunasema hizi ni breed au ni aina ya ndege ambao wanatoka kwenye kundi moja kwa Kiingereza tunasema ni poultry. Kwa hiyo tunaposema chicken au kwa Kiswahili tunasema kuku, hili ni kundi la ndege ambao wanatoka kwenye kundi la poultry. Kwa hiyo tunaposema mtu anafuga kuku, maana yake kwamba ni aina ya ndege pia. Kwa hiyo utatofautisha kati ya ufugaji wa kuku na ufugaji mwingine. Kwa hiyo mtu unaposema kama ufugaji, kama ulivyouliza ndugu mtangazaji kwamba ufugaji wenye tija na ufugaji usio wa tija. Tumeanza kuona maana ya kuku, tumeshaona. Sasa umeuliza kwamba utofauti kati ya ufugaji wenye tija na ufugaji usio na tija. Ufugaji wenye tija hasa kwenye upande wa kuku, tunasema ufugaji wenye tija ni ule ambapo mfugaji anafuga huku ule ufugaji wake unampatia faida. Just imagine kwamba umefuga kuku labda 50 au 100. Ukija kupiga ule gharama za ufugaji wote na kuwa manage wale kuku, na ukija kumpea na ule mtaji wako, unajikuta umepata faida. Kwa hiyo lakini yule ambaye anafuga ufugaji ambao hauna tija, ni mtu tu anafuga tu kuku, hawezi kukompea faida na zile hasara za ule ufugaji. Hiyo ndio maana kubwa ya kufuga kwa ufugaji wenye tija wa kuku na ufugaji usio na tija. Okay. Tunazungumzia issue ya ufugaji wa kuku. Tumeangazia swala zima la ufugaji wa kuku wenye tija.
Lakini bado nina maswali ya kujiuliza kwa habari ya kuku. Maana leo tuna aina nyingi za kuku. Ni kweli. Na ukiangalia sasa kila kuku ana namna yake ya kumfuga ili aweze kukuletea matokeo unayohitaji. Kwanza unaweza ukanibainishia au ukanipa mchanganuo wa aina za kuku? Kuna aina ngapi za kuku? Kwanza kwa Kiingereza tunasema ni breed za kuku. Zipo aina mbalimbali za kuku, lakini tumezigroup katika makundi mawili. Kuna indigenous na local. Kwa inamaanisha kwamba kuna hao wa kisasa na wasio wa kisasa. Lakini hao wa kisasa na wasio wa kisasa wamegawanyika pia katika makundi kama matatu. Makundi hayo tutayaona pia kadiri ambavyo tutakuwa tukiendelea katika masomo yetu. Katika kipindi hiki cha dira tutaona kundi moja la kuku na kundi moja na kundi lingine na kundi lingine. Lakini tujue tu kwamba makundi ya kuku yapo mangapi? Mawili. Kuku wa kisasa na wasio na rock ambao wanafugwa kawaida. Lakini kwenye hao pia hizo kundi la wa kisasa au sio wa kisasa wanaweza wakatumika kwenye matumizi mbalimbali. Wengine kwenye games, unakuta kuna maonesho ya kuku wanapigana. Kama nadhani ndugu mtazamaji umeshawahi kushuhudia katika maeneo mbalimbali, unakuta watu wanalipa kwa ajili ya kuona mapigano ya kuku. Lakini pia hao kuku pia wanatumika pia kama wengine wanatumika kama ornaments. Ornaments maana yake ni kama maonyesho. Kuna kuku ambao wana rangi mbalimbali. Watu wanafuga sio kwa ajili ya kula, hapana, ni kwa ajili tu ya maonyesho kwa sababu zile rangi zao na nini. Lakini pia wengine pia hao kuku kwa makundi mawili wanafugwa kwa lengo laweza kujipatia chakula, kujipatia aidha fedha. Kuna hayo malengo mbalimbali, lakini kama tulivyosema makundi ya kuku ya mangapi? Mawili. Wa kisasa na rock ambao ni wa kawaida kabisa. Ni bidii za kawaida kabisa. Okay, na jaribu kuvuta picha kwa uelewa wangu. Nilijifunza habari za faida za wanyama hususan kama kuku. Ndio. Lakini kitu ambacho kimekuwa kipya kwa mazungumzo yako na elimu ulionayo ni kwa habari ya faida ya kumfuga kuku kwa ajili ya nini? Ya maonesho. Kumbe kuna kumfuga kuku si kwa lengo la kupata kitoweo ama pesa. Ni kweli. Kwa kumlenga wewe moja kwa moja kwa ajili ya kumchinja. Ndio. Ama kwenda kumuuza ili upate nini? Upate pesa. Kumbe kuna faida zingine anakutengenezea kuku ila bado akaendelea kuhai. Ni kweli. Kwa hiyo hiyo tena leo ndo nimeisikia kutoka kwako kwamba kuna namna hiyo ya ufugaji. Mtu unafuga kwa lengo tu la kumfanya kuwa kuku wa maonyesho. Wa maonyesho ya. Okay, kwa hiyo nadhani ni katika mianzo ya kujifunza habari hizi za dira ya maendeleo. Dira ya maendeleo tutakuwa tunaangazia mada mbalimbali ambazo zinayahusu maisha yetu ya kila siku, na kusudi maalumu ni kuweza kupata uzoefu tofauti katika kazi zetu za kila siku. Kwa hiyo leo niko na Kazimoto Saraja ambaye ni daktari wa mifugo na tunazungumzia kwa habari ya kuku. Kwa hiyo nadhani ndugu mtazamaji uko pamoja na sisi kufuatilia kile ambacho tunakiangazia katika kipindi hiki, na nikualike uendelee kufuatana nasi siku hata siku tunavyoendelea kukutana katika kipindi hiki cha dira ya maendeleo. Kuna faida nyingine ambayo unaweza ukaizungumzia kwa habari ya kuku tofauti na zile ambazo umezizungumzia? Na kumbuka nimeeleza kama faida mbili. Lakini zipo faida nyingi sana. Kwa nini mtu aamue kufuga kuku na asiamue kufuga mifugo wengine? Tunaamini kwamba kuna mifugo ya aina nyingi sana. Kwa nini mtu nimshauri au tumshauri afuge kuku? Zipo faida nyingi. Miongoni mwa faida mojawapo ya kufuga kuku, ndugu mtazamaji, ni tunasema farm yard. Farm yard maana yake ni nini? Farm yard maana yake ni siku hizi
kilimo pamoja na mifugo ni kitu ambacho hakitengani sana, kwa sababu siku hizi mtu anaweza kupata mbolea kutoka kwenye maboma ya kuku. Yeah. Kwa hiyo tunaweza kupata, ndugu mtazamaji, utashuhudia kwamba mbolea, wanasema mbolea nyingine nzuri kwa ajili ya kukuza mimea ilikuwa kwa nini? Kwa kuku. Kwa hiyo kupitia ufugaji wa kuku tunaweza tukapata mbolea nzuri mashambani. Hiyo ni moja hapo ya faida. Lakini miongoni pia mwa faida nyingine pia inatengeneza ajira. Yes, inatengeneza ajira, employment kwa watu. Siku hizi tunaamini kwamba ajira ni ngumu, lakini vijana wanapambana kwa ajili ya kupata ajira. Lakini pia vijana ambao wamepata huu ujuzi kwa ajili ya kufuga wanajipatia ajira, wanapata ajira. Kwa hiyo ni miongoni pia mwa source ya kupata pesa. Kama mtu atafuga kisasa, atafuga kwa kujiwekeza, tunasema kwamba lazima atapata fedha. Hiyo ni miongoni mwa faida. Lakini pia faida nyingine ambayo mtu atakapoamua kufuga kuku atapata faida gani? Nyingine ni nutrients. Tunaamini kwamba product kama mayai kwa kuku ina faida kubwa kwa miili ya binadamu. Hasa ina good source ya protein. Kwa hiyo kama tutafuga kuku kwa wingi, lakini pia tutafuga hawa layers ambao wanataga mayai. Ndio mtangazaji ama tutafuga layers hawa ambao wanataga mayai. Tunaamini kwamba tutapata mayai ya kutosha ambao itakuwa good source kwa ajili ya protein. Protein pia hasa kwa watoto inawasaidia sana, lakini pia kwa watu wazima pia. Kwa hiyo kama tutafuga kuku kwa wingi, good source itapatikana nyumbani. Sio tutapata kutokana na vyanzo vingine. Kwa hiyo good source ya protein itapatikana nyumbani na tutapata protein ya kutosha. Lakini pia inasaidia pia kwenye issue ya economic pia, watu kuwapandisha kutoka kwenye hali ya umaskini. Kama mtu atafuga kwa kutosha pale nyumbani na atafuga kisasa, atafuga vizuri, atakuwa na mabanda mazuri ambayo yatamletea faida, ndugu mtazamaji, atapata pia fedha ya kutosha kwa ajili ya kujiwekeza. Na hizo ni miongoni tu baadhi ya faida chache ambazo unazipata kama mtu utaamua kufuga kuku. Kama daktari uliobobea katika masuala ya mifugo, unamshauri mtu atakayeamua kufuga, yani achague mbegu ipi iliyo bora kwa ajili ya kufuga? Asante mtangazaji. Ni swali ambalo ni nyeti sana, ambalo kwa kweli lazima ujiulize. Mtu anapoenda kwa ajili ya anapoamua afuge kuku, lazima namna gani atachagua zile mbegu bora. Kitaalamu tunasema parent stock. Parent stock hawa ni kuku ambao ni kwa ajili ya kuzalisha, yani wakuletee uzazi bora kwenye banda lako. Zipo baadhi ya vitu vya kufuata, kuna baadhi ya vigezo vya kufuata ili uweze kugundua kwamba hii mbegu yangu ni bora na hii sio bora. Kwa tutaangalia baadhi ya vitu vya kuzingatia au vya kuangalia kwa ajili ya kupata mbegu bora au parent stock ambao ni bora. Tutaangalia moja baada ya nyingine. Nikuombe ndugu mtazamaji tufuatane nami ili tuweze kuangalia hiyo, kwamba unapoamua kufuga kuku lazima ukae chini uangalie kwamba sasa ninaenda kufuga kuku, aidha ni layers au ni broiler au ni kuku aina gani. Je, wao na sifa gani? Tutaangalia ni general kwa pamoja kwamba ikiwa ni wa kisasa au ni wa local, tutaona faida zote, tutaona zile sifa kwamba utatazama sifa gani. Sifa ya kwanza kabisa ambayo ndugu mtangazaji utaiangalia na wapenzi watazamaji ambao wanatufuatilia kwenye kipindi hiki, ni sifa ya kwanza ya breed ambayo utaiangalia kwa kuku yoyote ambao utaenda kushauriwa au utataka kufuga. Ya kwanza kabisa ni utaangalia ile uwezo wa kuku kupambana na magonjwa.
Uwezo wa hiyo breed kupambana nini na magonjwa. Zipo breed mbalimbali tutaziangalia kutokana na vipindi vyetu vitakavyokuwa vikiendelea. Magonjwa yako mengi. Lakini lazima uangalie historia ya breed hiyo. Je, hii inaweza kupambana na magonjwa? Kwa mfano, breed kwa mfano hizi rock. Hizi za kawaida ambazo tunazifuga majumbani. Mara nyingi zina sifa sana za kupambana na nini? Na magonjwa. Lakini ile production yake inakuwa ni ndogo. Kwa lazima uangalie, je, ucompare production pamoja na kupambana na magonjwa, uangalie. Je, hiyo breed inaweza kupambana na magonjwa kiasi gani? Utaona, utalinganisha. Kama breed hiyo inaweza kupambana vizuri na magonjwa, lazima ufanyeje? Utachagua hiyo. Lakini sifa hiyo ni ya kwanza. Sifa nyingine ya pili ni tutaangalia production rate. Uwezo wa kuzaa au kuzalisha. So, utakubaliana na mimi ndugu mtazamaji kwamba uende ulishakufuga kuku. Ushakufuga kuku, ni kweli. Kwako mzuri, yuko vizuri, tukimwangalia na umbo zuri, lakini kwenye kutaga mayai anataga mayai 5 au 7. Kwenye kutotoa atatoa hata mayai mangapi? 2. Kwa lazima uangalie hii breed ipoje. Kama breed yako inaweza production yake ni nzuri, lazima ufanyeje? Uchague hiyo. Lazima uangalie, uchunguze kwamba hii breed ipo vizuri kwenye kufanya ile production. Kwa lazima inataga mayai na inaweza kuyatamia vizuri na inaweza kuyafanyaje? Lakini pia kama wale ambao wanafuga kuku kwa ajili ya nyama, lazima uangalie ile body formation yao. Mwili wao ikoje, ni mikubwa, lazima uangalie. Hiyo ni production yake, lazima hiyo ni miongoni mwa point ya pili, kwamba lazima uangalie production rate yake ikoje. Lakini nyingine pia lazima uangalie body formation. Yaani unaposema body formation maana yake nini? Yaani mwili wa yule kuku upoje, ni mdogo au ni mkubwa. Hii ina faida moja, hasa ukiwa unafuga kuku hawa mayai, wana tabia moja. Kama mwili wake ni mdogo na manyoya yake ana manyoya madogo, vile tegemea kwamba wakati wa kutamia yale mayai atatamia tu kidogo. Kama labda tuseme alitaga labda mayai labda tuseme 15. Kama ana umbo dogo lakini pia ana manyoya kidogo, atatamia mayai tu kidogo. Mwingine atabaki, atashindwa namna ya kuyahimili. Atashindwa namna ya kuyakumbata mayai yote. Kwa hiyo kama atashindwa, hiyo breed lazima uangalie body formation au namna mwili wa ule mnyama ulivyo. Lakini kitu kingine cha muhimu kabisa kwa ajili ya kuzingatia unapochagua RT stock au unapochagua kuku kwa ajili ya shambani kwako au kwenye boma lako la kuku ili aendelee kukuzalishia. Pointi ambayo tumezingatia ya muhimu sana ni age au umri wa kuku. Kama unataka utafute kuku ili aingie kwenye boma lako la kuku aweze kuzaa muda mrefu, lazima uangalie umri. Uwezi ukaenda kuchagua, utakubana mimi ndugu mtazamaji, unapoenda kununua kuku labda sehemu yoyote ile, unaenda kuchagua kuku ambaye ana age yake ni kubwa. Tegemea pia atakuzalishia kwenye banda lako mara chache zaidi, na baada ya hapo atazeeka, na baada ya hapo hana uwezo ile, production yake leti ishashuka. Kwa hiyo ili uweze kupata breed nzuri kwenye banda lako, hakikisha umepata wale kuku ambao wako katikati. Ni si mdogo sana na si mzee sana. Kitaalamu tunashauri angalau yule kuku wako awe na kama uko serious na unataka kufuga kuku kwa ajili ya faida, lazima at least awe na miezi 3. Huyo ni jike. Awe na miezi mingapi? Kuanzia 3 pale. Na asizidi mwaka. Asizidi. Kwa akiwa katikati pale inakuwa ni rahisi kwako kupata pande stock ambayo ni mzuri. Hizo ni baadhi tu ya sifa, ndugu mtangazaji. Kwa mazungumzo hayo yote inaonyesha kwamba kwa mtu ambaye atapanga na kukusudia kufuga kuku, ndio, yani swala la elimu ndilo swala ambalo anatupa kipaumbele. Ni kweli. Kwa maana kuna kanuni lazima zingatie, taratibu
ili aweze kupata matokeo mazuri. Akienda tu kinyume na hapo, utajikuta anaishia kulalamika na kuona kwamba kuku hakuna biashara. Yes, ni kweli. Maana kwa yale niliyoyasikia nimegundua kitu kama hicho. Na ndio maana sasa Dira ya Maendeleo inawaleteeni vipindi vizuri kwa ajili ya kuwaonesheni namna ya kufikia malengo na maendeleo katika jamii yetu ya Watanzania na watu wengine wanaoweza kuisikia lugha ya Kiswahili. Mpaka hapo tuseme asante ndugu watazamaji wa kipindi hiki. Ni katika mianzo ya vipindi vya Dira ya Maendeleo, hususan katika swala hili la ufugaji wa kuku. Tutakuwa na mwendelezo wa kuchambua mada tofauti tofauti kuhusiana na masuala ya ufugaji wa kuku. Nadhani utakuwa pamoja nasi. Kikubwa like, subscribe, comment, share na wengine. Tutakuwa pamoja. Karibuni sana.